Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kuingia sehemu itakayokupendeza kwa mandhari na mengineyo. Sauti kali za usiku zitafanya ulale kwa shida. Maoni yako uliyoyatoa mtandaoni mtu atayazingatia na kufanyia kazi. Utajishtukia kitu na kujihisi mwenye haya au aibu. Kuona kitu kinachotumika kwa chakula ikiwa wewe hukujua. Kukohoa sana. Ngozi yako kung'aa au kuwa yenye mvuto. Kuiona dalili ya kitu. Utaifurahia siku kwa yatakayojiri au kuwepo. Nyota ya Mizani. Kusinzia mara kwa mara. Kiu yako kutoisha kwa haraka kwa kuwa bado unahitaji. Kukaa sana na watu kimazungumzo. Kupata safari ya visiwani. Kuongea kwa kunung'unika. Kupatana na mtu vizuri kwa huduma. Mapokeo mazuri sehemu. Kualikwa. Kufanyia kazi wazo lako. Nyota ya Mapacha. Kuona kitu cha maajabu, yaani chenye kukustaajabisha. Kujizuia kuvuta hewa chafu sehemu kwa kuibana pua. Kuota ndoto ambazo unazisahau. Kubadilisha namba ya mawasiliano. Kumpima mtu kwa mapenzi yake kama yuko sahihi na mkweli. Kufuta baadhi ya vitu ambavyo huvifanyii tena kazi. Utafanyiwa jambo la ghafla. Nyota ya Mshale. Utakuwa ni mtu mwenye kusikiliza sana kuliko kuongea. Kutamani hitaji lako litimie au liwezekane. Jina la mtu kukujia sana akilini mwako. Kuweza kumjenga mtu kwa jambo fulani. Kujing'ata kwenye ulimi. Mtu atazungumza mabaya yako, udhaifu au jambo lako la usiri. Kucheka usingizini. Kuna mambo yataendea kuwa sawa zaidi. Majeraha yako yanaendea kupona. Mtu wa mbali atakutafuta. Kuagizishiwa kitu sehemu. Nyota ya Punda. Kuwazia mambo ya mwaka ujao. Upo kasi kwa mawazo na malengo mapya kila wakati. Kujirudi kwa mtu. Kuweza kukaa kwa muda mrefu bila kutumia kitu unachotumia mara kwa mara. Kuzuia machafuko ya watu. Kulala ila utayasikia mazungumzo ya mtu. Kuweweseka usiku. Kujihisi upo kwenye mapambano. Kumpatia mtu kitu kizuri. Kufahamu kitu baada ya kujulishwa. Tarajia kupata ukaribu na watu wengi. Kukua kibiashara kwa namna nyingine ambayo hukuitegemea. Wazo la mtu litakuwa bora sana ukilifuata. Haijalishi umri wake na wa kwako. Nyota ya Simba. Kuchunguza jambo. Kupata nafasi kubwa sana kwa mtu. Utakuwa mwenye kuongoza au kushikilia nafasi kubwa. Kutangazwa kwa jambo litakalo kufanya uwe makini. Kulala sana kana kwamba umeunganisha usingizi ambao uliupoteza wakati wa nyuma. Kupata mtoto wa kiume kwa uzao mpya. Hongera kwa hilo ikiwa imekufikia jambo hili. Kushirikishwa mambo mengi ya watu. Kwa baadhi yenu mtapata pigo lenye kuwahuzunisha. Kujijali mwenyewe zaidi. Nyota ya Samaki. Kuna ndoto itakayojirudia. Sisimizi wengi kuwepo eneo lako la kazi au mdudu anayekuja mara kwa mara. Kuna heri na kuna shari. Hivyo fanya sana maombi kwa ajili yako na wanaokuzunguka. Kutokuwa na shauku kabisa ya kuhudhuria sherehe au tafrija zisizokuwa na ulazima. Kukaa kwa kujiinamia au kushika kichwa. Kuna jambo linalokusumbua ambalo hujapata ufumbuzi wake. Ukimya kwako utatawala. Nyota ya Nge. Kulala kwa maumivu ya kichwa. Kuna mtu utamtumia ujumbe utakaomfikirisha sana. Kuwahi sehemu. Kuongea neno bila ya kujali mtu atakavyojisikia. Ila unachotaka mtu akuelewe. Kuhudhuria sehemu ya watoto. Utakirwa na harufu ya kitu. Nyota ya Kaa. Mambo ya zamani kujirudi akilini mwako. Unaweza kuwa unaelezea sana na kuyawaza. Kukosana na mtu na kupatana. Kutoa zawadi kwa watu tofauti. Kushukuru sana kwa kitu au jambo. Kumfikiria mtu kwa machozi kukutoka. Kutumiwa pesa kwenye akaunti yako. Nyota ya Mbuzi.
kusimamia kesi kihaki na uadilifu, kuyaona maeneo ya mapango. Itakujulisha kuhitajika kufanya jambo lenye umuhimu kwako. Mwongozo mzuri upo mbele yako kimsaada zaidi. Kuvumbua mambo mengi au kuyajua mambo yaliyofichikana. Kuukomesha usaliti wa mtu. Kutamani upate pesa ya haraka haraka. Kusema ukweli ikiwa mtu aliuficha. Kuhudhuria vipindi vya ibada. Kujihisi una nguvu ya kujua mambo ya baadaye kwa hali itakayokuwa inajitokeza kwako. Nyota ya mashuke. Kupenda kujifunza. Utapata elimu nzuri sana. Utaanza kuyaamini maneno ya mtu. Kuzoeleka sehemu. Kupoteza funguo. Kufanya kilimo kidogo. Baada ya siku 2 au 3 utakutana na mtu kwa jambo au mpango kutimia. Kuhisi kitu kibaya kipo karibu yako. Nyota ya ng'ombe. Kujiuguza. Ngozi yako ya uso kuwa na mafuta mengi yenye kupelekea vipele. Kutafuta suluhisho kwa mtu. Kuumizwa na dhuluma iliyotendeka. Utakachokiombea kina uwezekano wa kutimia. Kuna hila itakayokuwa imejificha kwa mtu. Itakuwa yenye kukusumbua sana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.